الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فأوصي نفسي وإياكم أولا أن اتقوا الله. Ndugu zanguni katika imani, awali ya yote niusie nafsi yangu pasina kukusahau ndugu yangu kanako katika imani, kuna kosa lazima la kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutekeleza yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamuru katika vitabu vyake, yale yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha, lakini na kuyawacha yote kubwa na dogo ambalo Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake pia wametukataza katika kitabu chake. Huo ndio uhakika wa ucha Mungu. Khali dhunuba saghiraha wa kabiraha, yaache basi madhambi yako makubwa na madogo, dhaka tuqa. Huu ndio ucha Mungu ndugu zanguni katika imani. Ama ndugu zangu katika imani, hakika tutakachokizungumzia leo, tutakachokizungumzia katika mimbari hii, muhaqqiratu dhunub, ni yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha, ni yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yazungumzia katahadharisha kupitia ulimi wake, kupitia ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nasi ndugu zanguni katika imani twayaona ni madogo, twayaona ni mambo ambayo hayaleti lolote katika nafsi ya mwanadamu, hayana madhara yoyote katika maisha yetu. Ala wa hiya muhaqqiratu dhunub, ni yale mambo ambayo mwanadamu anayadharau, anayabeza, anayaona ni madogo, imma akadumu nayo kila siku na kila wakati mpaka umauti ukaja ukamkuta naye akiendelea kuyatenda mambo haya. Ndugu zanguni katika imani, takhayal, hebu fikiria kwamba siku ya kiyama baada ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala kuwafufua waja, wa huwa yaumun adhim, na hii ndio siku kubwa, yaumun, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapowagawia wanadamu madaftari yao. Famin akhidhum bishimali, wako watakaochukua kwa mkono wao wa kushoto, wa min akhidhum biyamini, na wako watakaopokea madaftari yao kwa mkono wao wa kulia. Faman ulai, lakini katika hao wako wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yu'ta kitabahum, watapewa kitabu chao min wara'i dhuhurihim, nyuma ya migongo yao. Kwa hiyo atakuwa amekibeba kitabu chake mgongoni, anakwenda katika mahakama ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Fa ayuna dhakana, sasa sisi ni akina nani katika wale watakaopewa kitabu chetu mkono wetu wa kulia? Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Au wale watakaopewa mikono yao kwa mkono wa kushoto? Mwenyezi Mungu asitujalie tukawa miongoni mwao. Au wakabeba madaftari yao katika migongo yao? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake, fa fi dhalik, katika hili anazingatia mwenye kuzingatia. Hakika yule mtu atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia ataita watu waje kusoma kitabu chake, lakini yule mtu atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto atalia akiomba maangamizi kwamba lau kama singepewa kitabu hiki kwa mkono huu wa kushoto. Anaomba maangamizi lau kama lingesahaulika, lingepotea lote lilokuwa kilitenda katika dunia kubwa. Lakini ndugu yangu katika imani, asadmatul kubra, presha kubwa itakayompata mwanadamu katika uwanja huu, msiba mkubwa utakomkumba mwanadamu katika uwanja huu, ayatun wahida. Mwenyezi Mungu anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara,
wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakayetenda dogo lenye uzito wa punje ndogo, lenye uzito wa mdudu chungu. Faman ya'mal mithqala dharratin, atakayetenda dogo kabisa lenye uzito wa punje ndogo kabisa, anasema yara, atakuja alione katika daftari yake siku ya kiyama. Lakini na kinyume chake, waman ya'mal mithqala dharratin sharra, atakayetenda dogo mfano wa dharra la shari yake, yarahu, atakuja alione kesho siku ya kiyama. Faman hadhihi sadma yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hii ndio siku ambayo ndugu yangu katika imani, tajidu kullu nafsin, atakuja kikute kila mwanadamu, ma amilat min khairin, kile alichokitenda cha khairi, yara, akione, wa ma amilat min sharrin, lakini kile kinyume chake alichokitenda katika shari, ambalo katika macho ya mwanadamu yalikuwa yanaonekana ni madogo sana, hayana uzito wowote mbele ya mwenye mwanadamu, anasema wa ma amilat min su, kile alichokitenda katika kibaya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, atatamani lau kama mwanadamu baina yake na baina ya hili ovu lilolitenda, baina yake kungekuwa kuna upeo mkubwa. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, lakini Mwenyezi Mungu anaendelea kuitahadharisha wanadamu. Okoteza tahadhari, kwa sababu moto, ndugu zanguni katika imani, pepo ndugu zanguni katika imani, moto anasema unaweza kupatikana kwa mtu kwa kubeza madhambi madogo madogo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Lakini pia pepo inaweza ikapatikana ndugu zanguni katika imani kwa kujipinda na haya matendo madogo ambayo mwanadamu anayaona katika macho yake ni madogo. Moja miongoni mwa wema wanasoma kitabu, baada ya kufika katika aya moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja miongoni mwa mambo ambayo yanampelekea mja kuingia peponi, miongoni mwa hasara atakayojuta siku ya kiyama. Anasema alitetemeka sana baada ya kufika katika aya hiyo, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah anasema wa badalahum minallah, yatawadhihirikia wao siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watayaona mbele yao, watayaona kwenye madaftari yao, watayaona kwenye matendo yao, minallah ma lam yakunu yahtasibuna, matendo mengi ambayo hawayakuwa wakiyategemea. Wa badalahum sayiatu ma kasabu, lakini watayaona mengi katika mabaya ambayo waliyachuma katika mgongo wa dunia. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, na watastahili na watalipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote waliokuwa wakiyachuma. Fama hadhihi almuhaqqirat, ndugu zanguni katika imani, hakika la kabiran ma al-istighfar, wanasema kwamba dhambi kubwa huwa haliwi kubwa ikiwa unaomba msamaha, wala saghiran ma al-israr, wala dhambi dogo huwa halionekani kwamba ni dhambi dogo endapo mtu akawa na dumu nalo dhambi lile. Almuhim kwamba mwanadamu anatakiwa ajiepushe katika maisha yake na madhambi yote. Kwa hakika baadhi ya waja siku ya kiyama wanaweza wakawa ni miongoni mwa watu waliobeba funga, waliokuwa wakisimama katika visimamo, lakini wakawa ni katika sababu kubwa ya kuingia motoni. Lakini wakawa wengine pia miongoni mwa watu waliokuwa hawajipandi na matendo makubwa sana kama tunavyoona, lakini wakawa ni miongoni mwa watu wa kuingia katika pepo. Hakika ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallama kasema, wa iyyakum wa muhaqqirati dhunub, jiepusheni sana na madhambi yenye kubezwa. Fa inna muhaqqirati dhunubi kamathali qaumi, hakika haya madhambi ambayo watu wanayadharau, anasema ni mfano wa watu nazalu batna wadin, wakafika katika sehemu moja ya bonde. Walipofika fajaa dhabi'udin, akawa nakuja huyu na kuti dogo, wajaa dhabi'ud, na mwingine anakuja na kuti dogo, hata jama'u ma andaju bihi ta'amahum, mpaka wakawa wamekwisha kusanya ile mzigo wa kuni ambao wenye kuweza kuivisha vyakula vyao. Dogo dogo linapokuja linakokotezwa, baada ya muda mchache basi linakuja linakuwa kubwa, kisha linakuja kumwangamiza mwanadamu kesho siku ya kiyama. Anasema inna muhaqqirati dhunubi mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku, hakika madhambi madogo anayoyadharau mwanadamu wakati atakapokuwa anayatenda mwanadamu huyu, basi kwa hakika litakuja kumwangamiza. Walikuwa wakisema wema, la tanzur ila sighari alkhati'a, qattu, usijaribu kuangalia juu ya udogo wa dhambi. La tanzur ila sighari alkhati'a wanzur, lakini tizama ila man asaita, nani unayokwenda kumuasi. Biqadri ma yasghuru dhambi indak, kadiri dhambi unapoliona ni dogo kwako wewe ndugu zanguni, ya'dhumu inda Allah, huwa linakuwa ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa biqadri ma ya'dhumu indak, na kadiri ya dhambi unapoliona ni kubwa litakuangamiza kesho siku ya kiyama, yasghuru inda Allah, ndivyo linavyozidi kuwa dogo
mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, ma minna min ahad, hakuna yeyote katika sisi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsimamisha katika vile viwanja na kuzungumza naye. Hakuna baina yake na Mola wake yeyote mwenye kutafsiri lugha, ataifahamu lugha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazungumza naye kwa lugha ambayo anaweza kuitambua. Mwanadamu siku hiyo ataangalia kulia kwake, ataona lolote lenye kumstahili kwenda peponi, na ataangalia kushoto, hataliona lolote lenye kumsukuma kwenda peponi isipokuwa atauona moto mbele yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa maneno kama haya akasema fattaqun nar, basi jikingeni na moto, walau bishiqqi tam, fattaqun nar, jikingeni na moto walau kwa kutoa sadaka ubavu mdogo kabisa watende. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونصلي على حبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله. Ndugu zanguni, nausia nafsi yangu mara ya pili pasina kukusahau ndugu yangu kunako swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kuwasamehe madhambi wale wenye kutenda msamaha mkubwa. Hajafunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milango yake mpaka roho itakapofika katika miundi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale wenye kudumu na madhambi madogo madogo wakasahau kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au wakayadharau madhambi wanayoyatenda kwa udogo wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi kuadhibu adhabu kali kesho siku ya kiyama. Hakika wanasema wanazuoni, ewe sahiba dhambi lima ta'manu su'a al-aqiba, ewe mtu unayetenda dhambi, kwa nini hukofii basi mwisho uliokuwa mbaya? Walima tatba'u dhanba a'zamu min adh-dhanb, kwa nini unaisindikiza dhambi zaidi ya dhambi nyingine? Kwa sababu dhambi anapoanza nayo mwanadamu au ibilisi anapokuja kwa mwanadamu kumrubuni, mwanzo kabisa huanza kuja na dhambi ndogo, kisha dhambi ndogo ile kwake yeye mwanadamu anaanza kuifuata ile hatua ya ibilisi anavyompandisha na mpandisha daraja, kisha baadaye humuingiza katika mambo makubwa sana. Kwa hiyo mwanzo inapoanza moto unaanza na cheche ndogo sana, lakini kadri anapokwenda kuidharau dhambi, anaitengeneza dhambi ile inakuwa kubwa, inakuja inautosha sugu ndani ya moyo wake, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufunga moyo wake mtu huyu. Anasema waqillati hayaika min malikil ulum, anasema uchache wa aibu yetu kutokana na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta ala dhambi, na wewe ukiwa katika dhambi, a'adhamu min adh-dhambi alladhi amilta, huwa hili ni dhambi kubwa kuliko dhambi ambalo unalitenda. Wa farhuka bidhambi, lakini pindi mtu anapokuwa anaifurahia dhambi yenyewe, idha dhafirta bi, pindi mtu anapokuwa ameipata, a'adhamu min adh-dhambi, na hii ni dhambi ni kubwa kuliko dhambi yenyewe. Na mtu anapokuwa amecheka akafurahi, wa anta la tadri mallahu sani'un bi, hali ya kuwa hatujui kwamba Mwenyezi Mungu atatufanyia nini hili, basi hii huwa ni dhambi kubwa tena mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema na tunapohuzunika pia juu ya kupitwa na dhambi, mtu akawa anasononeka juu ya kupitwa na dhambi lake, anasema kuhuzuni hiyo madhambi yake ni makubwa kabisa kuliko kuitenda dhambi yenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka mwanadamu ajiepushe na madhambi yake dogo na kubwa. Sasa katika jamii, miongoni mwa madhambi ambayo watu tunayabeza na tunayadharau sana ni miongoni mwa dhambi la maneno, alkalima. Akalichukulia tu mwanadamu kwamba hili neno halina utata wowote, akalisema kisha neno lile likaondoka na likafika katika masafa ya mbali kabisa. Neno lile likaenda likafarakanisha baina ya mke na mume, au likamwaga damu, ama neno lile linaweza likavunja hadhi ya ndugu yako Muislamu, lakini yeye katika kutoa kwake alikuwa ameliona dogo katika jamii, lakini baadaye likaja likatengeneza
madhara makubwa kabisa duniani na kesho akhira. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika maneno yake, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima, hakika mtu atakuja kuzungumza neno, la yulqi laha bala, halitilii manani, halitilii uzito wote, haofi dhambi lake. Thumma, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yahwi biha, anaweza akaporomoka kwa neno lile dogo, fi sab'in, katika moto wa jahannam, chini ya kina chake. Lakini kinyume chake, na mtu pia anaweza akalizungumza neno dogo wala halitilii manani, lakini likaja likamnyanyua daraja kesho siku ya kiyama. Alkalima ni neno moja tu alilozungumza, limeweza kuunganisha udugu, au neno moja alilozungumza limeweza kukata udugu baina ya watu. Na miongoni mwao pia alghiba, usengenyi. Mtu anaweza akakaa akamsema mtu, akamsema na fulani, lakini hili akafikiri labda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hili ataliachilia mbali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu amesema, fa athabahumullahu bima qala, wako watu Mwenyezi Mungu aliwalipa thawabu kwa kile walichokisema. Lakini katika upande mwingine Allah akasema, walu'inu bima qala, wako watu Mwenyezi Mungu aliwalaani kwa sababu ya yale waliyosema. Lakini angalia pia mwanadamu, miongoni mwa mambo ambayo wanadharau pia ni hizi amali ndogo ndogo ambazo zinaweza kumuongezea thawabu kesho siku ya kiyama. Kutenda wema kwa mwanadamu ndugu yako mwingine, au kwa mnyama pia. Kwa hiyo unapata katika hadithi kuona kwamba yule aliyekuwa na madhambi mengi sana kaenda kamnywesha mbwa maji. Baada ya kutoka katika hali kama ile, kamnywesha mbwa maji yale, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia, anasema faghafara Allahu la. Lakini njoo tuangalie historia ya yule mtu alikuwa ni mtu muhuni, alikuwa ni mtu ambaye ni malaya, anajulikana katika jamii, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ghafara Allahu la, Mwenyezi Mungu akamsamehe madhambi yake mtu yule. Na kinyume chake, yule aliyekuwa kimtesa mnyama paka, anasema alimfungia ndani, wala hakumpa chakula wala kumfungulia ajilie basi wadudu katika ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akaingia katika moto wa jahannam. Basi tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe haki na ajalie tuweze kuifuata, atuonyeshe batil, ajalie tuweze kuiepuka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir dhunubana amma wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'affana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.